Changamoto yako ni hiyo kizunguzungu tu? Hamna, ndo hayo tu mapepo yako huku kwenye mwili wangu, nazunguka hivi nazunguka hivi. Yaani sijawahi kufanikiwa hata kidogo. Unataka utoe mapepo kwenye mwili wako? Nataka nitoe mapepo. Yakae mwili wako ukae vizuri. Ukae vizuri. Alafu hata huko nimefanikiwa sifanikiwi. Natafuta hela huku na huku sifanikiwi. Nikipata hela inaenda kwa waganga. Nikipata hela inaenda kwa waganga. Kila siku naenda kujiagua. Mara nyingi unaenda kujiagua? Mara nyingi ndio hivyo. Tukipata hela tukivuna, tukishamaliza tu kuvuna. Yaani utaona tu mwili unaanza kuuma yani. Yaani unapata visababu tu. Sababu inatokea. Yaani inatokea tu au kwa mume wangu inatokea anaugua sana. Alafu tunampeleka hospitalini au kwa waganga. Au kwa waganga. Sawa. Okay, sawa. Mimi nitakusaidia. Sawa. Upokee nguvu za Mungu. Na hizi nguvu za Mungu zitaondoa mapepo yote. Lakini kazi ya kutunza nguvu ya Mungu sio yangu, ya kwako. Kwa sababu hata mimi mwenyewe nimepokea nguvu za Mungu. Na mimi mwenyewe nazitunza nguvu za Mungu kwa maisha yangu. Umenisikia? Sawa. Ngoja nikuombee. Jo, nikuombee. Baba, njoo hapa. Yes. Sawa. Nataka kuna kitu ambacho nakifanye. Leta niachie nguvu za Mungu juu mkono. Umeelewa? Sawa. Nakupa nguvu za Mungu juu mkono. Alafu wewe mwenyewe utayatoa mashetani yaliyo ndani yako. Sawa. Nataka nikuonyeshe kwamba yoyote anaweza kaa na nguvu za Mungu. Lakini sio yoyote anaweza kutunza nguvu za Mungu. Umeelewa? Sawa. Yoyote anaweza akawa na nguvu za Mungu. Kwa sababu kumbuka kila kitu kilichoumbwa kimeumbwa kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo Mungu akitaka kukitumia kitu chochote lazima ataachia nguvu yake. Kwa hiyo anaweza kukutumia afu kukuacha. Kwa hiyo kuwa na nguvu za Mungu, yani ni bora usiwe na nguvu za Mungu kuliko kuwa na nguvu za Mungu alafu ukazipoteza. Umeelewa? Kwa hiyo chochote kinaweza kuwa na nguvu ya Mungu. Maana chochote kimeumbwa na Mungu. Lakini sio chochote kinaweza kikatunza nguvu ya Mungu. Tumeelewa? Chochote kinaweza kuwa na nguvu ya Mungu, lakini sio kila chochote kinaweza kutunza nguvu ya Mungu. Kwa sababu kila kitu kimeumbwa na Mungu. Ni kutunza nguvu ya Mungu. Kwa hiyo ngoja nikuonyeshe na wewe unaweza kuwa na nguvu za Mungu. Kwamba ukijiwekea kifuani mapepo yako yanaondoka kwa wewe mwenyewe kwa hii nguvu ya Mungu. Kwa maana hii nguvu ya Mungu bado itakuwa ni maisha yako. Sawa. Umeelewa? Kwamba ukiona mapepo yamerudi, sio shida yangu mimi. Angalia maisha yako yakoje. Sisi tumeelewana hicho kitu. Ukiona matatizo yamerudi, usiseme maombi yake hayana nguvu. Sijui hapana. Au anadanganya, ni uongo, au ile sijui. No. Muongo utakuwa wewe mwenyewe. Muongo utakuwa wewe mwenyewe. Leta niachie nguvu, fanya mkono wako hichi. Mwenyezi Mungu naachia nguvu yako katika jina la Yesu Kristo kwenye huu mkono. Amen. Huu mkono wako weka kifuani. Kaa nyuma yake. Angalia kinachomtokea hapo, simama. Angalia. Angalieni wote kinachomtokea. Mapepo yanamwacha sasa hivi, yanaondoka. Wewe ni nani? Sema, wewe ni nani? Msimamishe. Kaa nyuma. Wewe tulia, wewe mama, msimamishe. Msimamishe, kaa yuko nyuma, msimamishe. Hawezi kusimama, hana nguvu. Msimamishe. Angalia mkono wangu hapa. Angalia mkono. Kaa nyuma yake. Wewe. Mama kae tu kule. Angalia mkono. Angalia mkono wangu. Mike, wewe ni nani na binti? In the body of Jesus, wewe nani na binti? Itochi. Kaa upande huku. Wewe nani na binti? Itochi. Unamjua? Wewe unaitwa nani ndani? Wewe ni nani na binti? In the body of Jesus, wewe ni nani na binti? Sema unaitwa nani? Itochi. Unafanya nini kwa huyu binti? Nimekuja tu. Umekuja kufanya nini?
Nakuja kumharibu maisha. Ongeza sauti. Umekuja kufanya nini? Nakuja sauti. Umekuja kufanya nini? Nakuja kumharibu. Umekuja kumharibu? Kitu cha kwanza ambacho umekuja kuharibu ni nini kwenye maisha yake? Ongea kwa sauti. Kitu cha kwanza ulichokuja kumharibu kwenye maisha yake ni nini? Asifanikiwe. Asifanikiwe? Ndio. Asifanikiwe? Ndio. Wewe ndio umemwekea maumivu ya kichwa, kizunguzungu? Ndio. Ndio. Umemwekea kizunguzungu? Ndio. Umemwekea kizunguzungu. Unaitwa nani unasema? Unaitwa nani jina? Chigu. Chigu. Unaitwa Chigu. Unaitwa nani? Unaitwa nani? Aya, poteza nguvu zako zote, nenda chini, mwachie nyuma yake. Poteza nguvu zako zote, mwachie, usirudi tena. 1, 2, 3. Nenda chini. Nenda chini. Nenda chini. Chini. Nenda chini. Usirudi tena. Mko wangapi? Mko wangapi Chigu? Mko wangapi? Mko wangapi? Mko wangapi? Mko wangapi? Sogeza. Sogeza. Hapa. Hapa. Mko wangapi? Kaa kwenye kiti mama. Mko wangapi? Mko wangapi Chigu? Mko wangapi? Mko wangapi? Mko wangapi? Wawili. Ongeza kwa sauti. Mko wangapi? Wawili. Wawili? Wewe na nani? Mwenzangu. Wewe na mwenzako na wenzako? Mko wawili, si ndio? Ndio sio? Ndio. Mko wawili. Haya, ondokeni wote. Ondokeni wote. Ondoka wote. Ondokeni wote, mwachie. Ondoka. Na hesabu mpaka 3, muondoke, mmwachie udada. 1, 2, 3. Kwa heri. Toeni vitu vyenu vyote mlivyomvalisha, ondoeni kwenye mwili wake. Toeni kila kitu, muondoke. Toa kila kitu. Kila kitu mlichomwekea kwenye maisha yako, kwenye mwili wake, ondoeni. Haya, ondoa. Ondoa kila kitu. Ondoa kila kitu, mwachie. Ondoeni kila kitu mlichomwekea, mwachie. Achie hicho kichwa kizunguzungu, kiondoke. Kila kitu kimwachie. Ondoa kila kitu mlichomvalisha Chigu na mwenzako, chochote mlichomvalisha mwili wake, ondoeni. Katika jina la Yesu Kristo, uko huru. In the mighty name of Jesus Christ, you are free. Uko huru. Simama juu. Simama juu. Umefunguliwa. Asante Yesu. Thank you Lord. Simama juu. Dawa. Umefunguliwa. Jikague kichwa kama kinakuuma tena. Kama utasikia hata kizunguzungu. Kitu gani ulikuwa huwezi kufanya? Fanya. Ulikuwa huwezi kufanya nini? Ulikuwa huwezi kutikisa kichwa? Mweke mic. Mweke mic. Ulikuwa unaweza kutikisa kichwa? Nilikuwa siwezi. Ulikuwa huwezi kufanyaje? Tikisa. Tikisa sasa. Kwa nguvu. Umepona. Unajisikiaje? Hamna. Hamna? Kitu gani kingine unachokiona kiko ni uzito wa mwili wako sasa hivi hakipo? Ulikuwa unasikiaje? Angalia. Hamna. Uko sawa, si ndio? Ndio. Umefunguliwa. Usipoteze pesa zako kwa waganga, sawa? Sawa. Wanakuongezea matatizo,
na mikosi. Sawa. Mtegemee Mwenyezi Mungu. Sawa? Mtegemee Mwenyezi Mungu. Acha kupoteza muda kwa mashetani. Sawa. Umesikizana? Sawa. Acha kwenda tena kwa waganga kuanzia leo. Si ukirudia tena kwenda kwa waganga, hali yako itakuwa ni mbaya sana. Umenisikia? Sawa. Nimekuombea, tatizo lako limeondoka, kichwa kizunguzungu hutakisikia tena. Umenisikia? Sawa. Sijakwambia ndio mwisho wa changamoto za maisha yako. Sawa. Ukipata changamoto mkimbilie Mungu. Sawa. Tumeelewana wote? Ndio. Mimi kukuombea ukapona, sijakwambia ndio mwisho wa changamoto kwenye dunia. Umenisikia? Ukipata changamoto kimbilia kwa nani? Kwa Mungu. Nimemaliza. Ukienda kwa waganga na wachawi unajiongezea matatizo, hali yako ya mwisho itakuwa ni mbaya kuliko ya kwanza. Majuto, utapata majuto mwisho wake. Si sawa? Sawa.